Mwanamke ni nguzo kuu katika familia. Mwanamke ni chanzo cha mabadiliko ulimwenguni. Hata ukija kanisani, utapata ya kuwa wanawake ndo vigo. Bila shaka, nafasi ya mwanamke katika jamii ni muhimu sana. Palipo na mwanamke, hapa haribiki neno. Kwa sababu hii, runinga ya Caption inakuandalia na kukuletea show kubwa lenye mada Mwanamke Taifa Hai. Kila siku ya Jumanne, saa 5 hadi saa 6 mchana. Ungana nami Debra Mwanya ili tudhibitishe ya kuwa uwepo wa mwanamke ni uhai wa taifa. Usikose mdahalo huu wa Mwanamke Taifa Hai. Jeshi kubwa mwanamke, wewe ni kanisa, wanawake, taifa hai. Na mtazamaji wa runinga ya Caption, ni Jumanne nyingine muro kabisa ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia, na siku ya leo tunakuletea mambo muhimu sana ambayo labda kwa wakati mmoja ama mwingine umeweza kutangamana nayo ama umeweza kuyashuhudia na ukawa umejiuliza maswali mengi, lakini cha muhimu ni kujua kwamba mambo yote Mwenyezi Mungu anayatenda kwa kusudi lake na kwa manufaa yetu sisi sote ambao sisi wote tumeumbwa na Mwenyezi Mungu. Na karibu sana kwenye kipindi chetu cha leo cha Mwanamke Taifa Hai. Siku ya leo tumefika katika kituo kimoja kinachofahamika kama Unique Brains Community Center hapa maeneo ya Ongata Rongai katika kaunti ya Kajiado. Na cha msingi ni kujua kwamba katika kila jamii wapo watoto wanaozaliwa na wanaonekana kwamba wanaweza kujifunza kwa kasi tofauti tofauti, labda wengine kwa kusoma, wengine kwa kusikia, wengine kwa kuongea ama kwa kuzungumza. Na ni kujua ya kwamba mambo haya yote Mwenyezi Mungu ametupa sisi wenyewe ili tuweze kuwasaidia hawa watoto waweze kujifunza kulingana na ile kasi ambayo Mwenyezi Mungu amewajalia. Na leo tuko hapa na katika maeneo haya ama kituo hiki cha Unique Brains Center katika maeneo haya ya Rongai, tunaye Bi Monica Murimi ambaye amekuwa moyo wa watoto hawa wengi ambao wanajifunza ama wako na changamoto ya kujifunza ama kujielewa kwa kina. Basi mada yetu ya siku ya leo ni safari ya tumaini, kufundisha watoto wenye changamoto ya kujifunza, ama ukipenda kwa kimombo tunasema ni molding the children who have learning difficulties, ama kwa lugha nyingine unaweza ukasema ile ni kama intellectual disability, yani hawawezi kuelewa kwa kasi sana kama watoto wengine, lakini Mwenyezi Mungu ndiye amewapa kile kipaji. Kwa hivyo karibu sana kwenye kipindi chetu cha leo ili tuzungumze naye Bi Monica Murimi aweze kutufahamisha mengi kuhusu kituo hiki cha Unique Brains, kwa sababu hawa Mwenyezi Mungu amewajalia vipaji tofauti tofauti, ingawa kuna yale ambao hawajajaliwa lakini amewajalia mengi zaidi. Karibu sana kwenye runinga yetu ya Caption TV. Unaweza kutazama kamera ile umsalimie mtazamaji wa runinga ya Caption na pia umfahamishe kwa majina yako, wewe ni nani? Nashukuru sana, hamjamuni wote. Na mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa nafasi njema na hata kuwalete katika kituo chetu cha Unique Brains Community Center. Tu mahala hapa twatunza watoto walio walemavu ama they are impaired, na tunaitwa Unique Brains, na mimi mwenyewe naitwa Monica Murimi. Mimi ndiye nilianzia hiki kituo, na ni kituo kizuri sana tunachokipenda na kinakaribisha kila mmoja
aliye na uwezo wa kupumua na kuweza kusoma, ni kwa sababu hakuna yeyote yule hana njia yake ya kusoma. Asante. Unaweza kutueleza ni nini ambacho kilikupa moyo wa kuanzisha kituo hiki cha Unique Brains Community Center? Okay, asante sana. Nilipokuwa natembea hapa na pale nikifunza watoto katika manyumbani mwao, niliweza kuangalia nikaona kuna wengine wale ambao wako katika maisha ya chini katika maeneo ya slums, na nikawa nahuzunika sana. Nikaona ya kwamba kwamba mzazi hana uwezo wa kumlipia mtoto wake karo, hana budi ya kumpeleka shule. So nikaona ni vyema nikaweze kusimama na wale ambao hawajiwezi, hawana namna ya kuweza kulipia watoto wao shule, ama wanapo matarajio kidogo wanaweza toa pesa kidogo ili tukaweze kusaidiana. Hicho kilinitia moyo sana. Nikaona ni vizuri niingie humo ndani abamo kuna watu hawaelewi nini tunaposema mambo ya special runners, ama watoto ambao hawana uwezo wa kufanya kama watoto wale wengine wa kawaida. So nikasikia moyo wangu unataka tu kusaidia ule mtoto ambaye ako chini, hana uwezo, haelewi ni nini, ili akaweze na yeye kujitabua katika maisha tunayoishi. Asante. Neno hili Unique Brains lina maana gani? Asanti sana kwa swali lako mzuri sana. Hili neno Unique Brains, kama tunavyojua maneno ya kimombo kama unique, ni kitu ambacho kilicho na utofauti kutokana na mambo yale mengine. Ninapotumia jina Unique Brains, hawa watoto wanao mambo mazuri sana yaliyo ndani mwao yao ambayo watu wengine hawajayatabua. So ninapokuwa nikifunza watoto, nilijua ya kwamba mtoto anaweza kuwa ako na ulemavu fulani, lakini hakuna mtu anamuelewa. Lakini utakapomuelewa ndani mwake anacho kitu kizuri, ukishachimbua ndani mwake kinatokezea na anakuwa mtu wa maana katika ulimwengu tunaoishi. Asante. Kwa kifupi tu unaweza ukatueleza safari yako ilikuwaje mpaka ukajipata sasa umefikia kuanza hiki kituo? Labda ulianza kama mwalimu, ulianzia wapi ndipo sasa ukafikia hapa ulipo? Asante sana, na shukuru Mwenyezi Mungu. Nilianza kufunza hapo awali kama miaka 17 iliyopita. Na nilipoanza kufunza sikuwa nimeingia katika masomo ya kufunza, nilianzia tu. Hili jambo lilikuja Anji nilipokuwa napeleka watoto wangu kwa shule. Katika hiyo shule kulikuwa na watoto walikuwa walemavu wamechanganywa pamoja. Na mtoto mmoja siku moja alikuwa alichukua bagi yangu ya mtoto wangu, akaweza kunibebea mpaka mali nilikuwa napeleka mtoto wangu. Ikafika ni kila siku ananingonjea katika mlangoni wa shule, ananibebea hiyo begi ya mtoto wangu kila siku. Ndiposa nikamuuliza Mungu, ni nini huyu mtoto ananiambia? Si kawaida yangu kuona tukio fulani ni nyamaze. Huwa naona jambo na ninataka kulielewa kwa undani. Nikapata siku moja mwenye alikuwa anasimamia hiyo shule akasema angetaka watu watajitolea kwenda kusaidia hawa watoto. Nikajitolea kwenda kuwasaidia. Nilipoenda mahali pale nikagundua kumbe mwito wangu ndio huu. Isipokuwa nilikuwa nasaidia bila malipo yoyote, nikawa ninafanya kazi vizuri kuliko hata wenye walikuwa wamepewa hiyo kazi. Na hapo nikagundua mimi nimeitwa kufanya nini. Ndio nikaelewa kusudi langu la kufunza hawa watoto. Nikaanzia kuwafunza pale bila masomo yoyote. Hata nilipomaliza miaka 2 nikifunza, ndio nikaona umuhimu wa kwenda kutafuta masomo ili nielewe jinsi ya kuwafunza. Basi mtazamaji wa runinga ya Caption, umeweza kusikia safari yake Monica mahali alipoanzia, ndipo sasa akaweza kugundua kwamba kumbe Mwenyezi Mungu anamtaka aweze kuwasaidia watoto hawa ambao Mwenyezi Mungu amewaumba speciali, amewapa akili tofauti na ya watoto wengine. Basi unaweza ukatueleza katika kituo hiki watoto mlio na wao mahali hapa wana changamoto kama zipi, ama ni magumu gani ambayo wanayo, ni ya kuzungumza, ya kusikia, ya kuelewa?
Asante sana. Tunao watoto tofauti katika hii center. Tuko na watoto wanaojulikana kama autism, sijui nieleze na jina gani la Kiswahili. Unaweza kutueleza kwa hiyo autism yenye tunajua? Okay, autism ni wale watoto wako na utofauti na wale watoto wengine wa kawaida. Ijapokuwa si sana uwagundue kwa urahisi, hao watoto wanaweza kuwa saa zingine wanakaa kando kipekee, hawawezi kuchanganyika na wengine wakati wanacheza. Sana sana wanataka kujifanyia mambo yao ya pekee pamoja bila kuwa na mtu mwingine anawasubua. Na ndipo unaona nikisema unique brains, huyu mtoto ambaye ako na condition inaitwa autism, anaweza chibua jambo. Anaweza chukua kamawe, achipue mpake apate chenye anataka. Hao ni watu wa kispeseli kwa sababu wanatafuta binu kwa undani. Na ndio nikaita shule yangu Unique Brains, ni kwa sababu wanaweza tokezea mambo mazuri ndani mwao. Kuna vifaa huwa wanatengeneza kwa mikono yao bila kuonyesha na mtu yeyote ule. Ni kuonyesha ya kwamba ndani mwao kuna mambo mazuri ambayo yakiangaliwa vizuri yatatokezea na wewe ya muhimu. Pia tuna watoto wanaitwa Down syndrome. Tunawatunza vizuri sana. Hao wanaweza soma masomo kama watoto wote wa kawaida. Tuna wao wa cerebral palsy, na njua kila mtu siku hizi anaelewa hao watoto tofauti. Hao wanaweza kuwa tu wanaketi watembei, wengine wanaweza kuwa wanatembea lakini wako na ulemavu fulani wa mikono, wa miguu na hata wa kiakili. Pia tuna wale wako mentally impaired. Hao ni watoto wa gani? Ni wale kwa akili zao wanaweza kuwa kuna upungufu wa kufikiria kuliko wale wengine waliozaliwa pamoja na wao. Lakini kwa hayo yote, hao watoto tunatumia mbinu fulani kuwafunza katika kila individual differences. Hatuwapeleki mahali pamoja ati hawa tuna grupu hivi kwa sababu ya age, lakini kwa kuelewa kwao tunawaweka na wanasoma vizuri. Kwa kifupi tu, ni changamoto zipi ambazo mnakumbana nazo wakati mnapowafunza watoto hawa mlio na wao hapa? Asante sana. Katika kila jambo mtu analofanya katika hii dunia, kuna yale mazuri na yale mabaya. Ndivyo hatuwezi kuonogunika sana, ni kwa sababu Mwenyezi Mungu ametujalia neema ya kukaa na hawa watoto kwa jinsi inavyofaa. Hatujigambi, lakini tunafurahia kuwa na hao watoto. Hata kama tunafurahia kuwa na hao watoto, za zingine huwa tunaletewa watoto tofauti. Na mzazi anaweza lete mtoto na aende kabisa, akose kurudi. Inatupasa unachukua jukumu ya huyo mtoto, unamlea, unamtunza mpaka siku utakapojua ametoka wapi, kiini cha mwanzo wa kutoka kwake ama mahali amezaliwa. Na za zingine unaweza enda mahala pale usinjue kama ni hapo, ni kwa sababu wanakunchanga na majina yenye si yao. Hiyo ni changamoto moja. Changamoto lingine ni ile njia ya kufunza hawa watoto. Unaweza kuwa unafunza mtoto lakini chenye unataka kumpatia haelewi. Saa chenye si hufanya, tunaomba Mwenyezi Mungu atupatie moyo wa kuvumilia. Unavumilia mpaka siku yenye mtoto atafunguka. Na tumeona wengi hata kama wamechelewa kushika, wanafunguka na kutoka hapo wanaelewa maneno yenye tunawapatia. Changamoto ingine ni wakati kila mtu anaanzia biashara. Hata kama sikuwa nimeitwa mwito wa biashara sana, nilipoanzia mahara hapa, sikuwa na tegemeo lingine. Nilikuwa na ngoja wazazi wakunje ili wakaweze na mimi kunisupport tukaende pamoja. Lakini unapata mzazi anakunja, anakaa smart, anakaa na mtoto mzuri, lakini akishakuletea mtoto chenye mmeagana hatimizi. So unafika pahali unafinyika. Na diposa nikaamua nitakuwa na walimu mahara hapa. Nami natembea kwa nyumba ili niweze kupata fedha ya kuweza kulipa the rent ya hii mahali tunasomeshea na hata kugharamia mambo ya walimu na hata chakula. Hiyo ni changamoto ingine. Saa zingine kuja changamoto ya kuwa kwa denial kwa wazazi. Ama kutoamini mtoto wangu nimebarikiwa naye akiwa hivi, nitakaa na yeye hivi. Kama venye maandiko inasema where there is unity God commands blessing.
Wakati wazazi wamekuja na wako na utofauti, hawaelewani kwa sababu ya huyu mtoto. Mmoja anasema huyu mtoto ako hivi kwa sababu ya kwenu, mwingine anasema hivi ni kwa sababu ya kwenu. Hata mkimleta kwa shule hamkuangi mmemfungua. Kuna ugumu wa kufunza mtoto mwenye mzazi hajamkubali. So saa zingine unaona huyo mtoto analetwa tu ni kawaida ya kuletwa, lakini mzazi hajaachilia mtoto wake akae venye alivyo na asomeshwe ndiye afikie lengo linaloweza kumsaidia. Basi mtazamaji wa runinga ya Captain, tunazidi kufahamu mengi kuhusu safari hii ya tumaini, kwa sababu kama vile ambavyo umemsikia Mwalimu Monica akitueleza ni kwamba hii ni safari ambayo yeye mwenyewe aliona ni kwamba Mwenyezi Mungu amemuita ili akaweze kutumikia hawa watoto, na kupitia kwa zile changamoto ambazo ametueleza, tunaona ya kwamba si kwamba amejaliwa nyingi ama Mwenyezi Mungu amempa kwa wingi, ila tu jambo moja analolifanya ni kwamba anataka kuona hawa watoto wakiweza kufunguka na kupiga hatua ya kimaisha na pia kusonga mbele. Mwalimu Monica, ni vipi mzazi anaweza akagundua kwamba mtoto wake ana changamoto ya kujifunza ama ya kuelewa? Ni wakati mgani ambapo mzazi anaweza kuelewa, ama ni vipi anaweza akaelewa? Asante sana kwa swali hilo. Ningeomba kuambia ya kwamba mara nyingine ni ngumu sana kutambua mtoto aliye na upungufu fulani, lakini kunalo jambo tunaliliita milestone. Milestone ni nini? Ni wakati mtoto amezaliwa, kuna ile jambo linatokezeanga wakati fulani. Kama tunajua ya kwamba mtoto akiwa katika miezi 4 hadi 6, tunaona mtoto anafaa kuketi chini. Akifikisha miezi 8, mwaka mmoja, anasimama na anaanza kutembea. Akiwa mtoto mdogo miezi 3 hivi miezi 4, kuna ile maneno tunaita babbling. Unaona mtoto wako hajaanza kutoa hayo maneno kama baba, tata, mama, na ile hali ya kuklor, hali ya kutambaa akaweza kufikia mahali. Unaona hiyo mtoto hana maneno anatoa, haezi tembea, haezi keti. Ni vizuri kama mzazi kujaribu kuenda kwa hospitali, ama kwa wale wa mama wengine wanapitia mambo ya hawa watoto walio walemavu, ukajiunge na wao ukawaulizie ni nini mnaweza nisaidia. Mara nyingine tunaweza kosa nafasi ya kuongea na walio mbele yetu, ama saa zingine hatuwajui, kama wale watoto wazazi wachanga wenye wajalea watoto hapo mbeleni, labda hawajui waulize nani waende wapi. Lakini ningewasihi siku ya leo, unapoona mtoto wako hajaweza kupatana na ile milestone, kuna kitu amevuka, ni vizuri enda kwa daktari. Hata wakati unampeleka kliniki, enda ulizie, mtoto wangu ako hivi na hivi, sijaona hivi na hivi, na mtoto wa fulani fulani, ama kulingana kuelewa hajafikia pahali fulani. Ni vizuri kuongea na kujielezea kwa watu unaokaa na wao. Na pia katika ile tunayoishi, tujifunze kujua mmoja na mwingine. Tuko na vyenye community imegawanyishwa nyumba 10. Ni vizuri kujua nyumba 10 ni nani anaishi mahara pale. Nyumba 10 ni watoto gani wanaishi mahara pale. Ili watoto wanapokuwa pamoja tunawa expose place yenye wanaishi. Si kufungia mtoto mpaka ifikie wakati ukimtoa maswali yanakuja kwako kutoka kwa kila mmoja. Ni vizuri wa mama, baba, watoto, all the siblings and even the community, the church, the nation as a whole, tuweze kuongea kwa moja na mwingine, ili kunapotokezea jambo katika nyumba zetu tunao ufahamu wa kujua kuihandle. Na leo hii tuko hapa katika Unique Brains Community Center maeneo ya Ongata Rongai katika kaunti ya Kajiado, ambapo tunaye Bi Monica ambaye ni director wa kituo hiki ambacho wanawafunza watoto walio na changamoto tofauti, wanapitia mambo ya ulemavu tofauti, na kwa hivyo wako hapa ili kuhakikisha kwamba watoto hawa, kama ni
masomo wameweza kupata kulingana na uwezo wao na kulingana na vile Mwenyezi Mungu amewajalia akili ya kuelewa. Basi Mwalimu Monica, ulikuwa unatueleza ni jinsi gani ambavyo wazazi na walimu wanaweza kushirikiana kwa pamoja ili kuhakikisha kwamba watoto hawa wameweza kujifunza kwa ile kasi ambayo Mwenyezi Mungu amewajalia. Tulipokuwa tunaongea hapo beleni tukasema ya kwamba ni vizuri mzazi na mwalimu kushikana pamoja ili tukaweze kutoa kitu kizuri kwa watoto wetu. Na diposa nikasema hapo awali ya kwamba tunapofunza watoto katika kituo cha Unique Brains, tunamkaribisha mzazi ama guardian yeyote yule ama caregiver akunje akaweze kuelewa ni nini tunafanya katika kituo chetu. Ama tunapotengeneza kitu niliposema kinaitwa IEP, Individual Educational Plan. Hii ni mpangilio ambao unaongea ama unaonyesha ni jinsi vitu gani tutakazofunza mtoto kuanzia muhula wa kwanza hadi muhula wa mwisho. Tunapotengeneza haya manda mazuri ya kufunza, tunamkaribisha mzazi ama mtu yeyote anayeweza kukaa na huyu mtoto ili akaweze kuelewa ni nini tumechagua kumpatia mtoto wake, ili diposa na yeye akienda naye nyumbani akaweze kufuatilia ule mpangilio. Kwa hivyo sisi katika kituo chetu cha Unique Brains tunatengeneza jinsi ya kufunza mtoto pamoja na mzazi ama sibling yeyote yule anasikia angetaka kuelewa ni nini tunafunza mtoto wake ili tuweze kumpatia kitu kizuri. Na tunapomalizia mwaka tunaketi chini na mzazi, tunaangazia ni yapi tulikuwa tumetenga, ni yapi tumefanya, ni yapi yamebaki. Na diposa tukianzia mwaka ujao tunaanzia mabaki yenye tulikuwa tumebakisha katika mwaka uliopita. Ni muhimu sana mzazi kujua ni nini mtoto wake anafunzwa hata kwa watoto hao wengine wa kawaida, ili ukaweze kufuatilia ni nini unataka mtoto wako ajue. Wale ambao wako na uwezo wa kusoma masomo ya kawaida katika curriculum ya Kenya tunawapatia chenye kinafaa. Kuna wale wengine ambao hawana uwezo wa kupokea haya masomo, tunawapatia kitu kinaitwa life skills ama vocational skills ili wakaweze kujimudu katika maisha yao ya hapo beleni. Ni vizuri mzazi, caregiver na hata sibling kushikana pamoja ili tukaweze kupeleka watoto wetu mahala panapofaa. Wakati ambapo unapofunza watoto hawa, ni kitu gani kinachokupa furaha zaidi? Wow, umeuliza swali mzuri sana. Wacha niseme ya kwamba katika safari yangu ya kufunza, hakuna kitu kizuri kinanifurahisha kama mtoto kushika chenye nilikuwa nataka. Na kuwa na hiyo patience ya kumfunza hata kana kwamba hajashika, kuona ya kwamba mtoto alikuwa chini, nimempeleka kiwango kingine. Nimemtoa mahali alikuwa, nimempeleka kwa kiwango anachoweza kufanya kitu tofauti na chenye alikuwa anajua. Wakati najifunza na hao watoto pamoja, kuna kitu moja huwa ninaangalia. Ni nini huyu mtoto anaweza fanya, ni nini hawezi fanya. Chenye hawezi fanya na kiboost na chenye anaweza fanya, chenye hawezi fanya ili tukaweze kumpeleka awe mtoto wa kuelewa jambo. Ni furaha yangu wakati nakaribisha mtoto yote special, awe haelewi, awe anaelewa. Umuhimu ni atafanya nini ili akae mwanadamu wa kawaida katika maisha. Asante. Wakati ambapo mnawafunza watoto hawa, najua changamoto ni nyingi kama ulivyotueleza hapo awali, lakini ni nini ambacho kinawatia nguvu ili kuendelea mbele? Asante sana. Kitu kimoja ambacho kinatutia nguvu katika hao watoto ni ile unaona mtoto hata kana kwamba hajui chochote, hata kana kwamba haelewi, ako na tamaa ya kutaka kujua chenye haelewi. Kitu kingine chenye kinatufurahisha ya kwamba ni kuwa hao watoto wanaweza kuwa
hawajui chochote, hawajui masomo ni nini. Lakini unapomkubatia na ye anakukubatia. Tunafurahia sana watoto wakikutukubatia ili waweze kuelewa nini tumewatengenezea katika masomo yao. Asante. Na labda kwa muda ambao umekuwa katika kituo hiki, ni tukio gani ambalo limekufurahisha zaidi? Labda mtoto ambaye uliona ameweza kufunguka kwa zaidi na akaweza kuenda kupiga hatua mbele kimaisha. Ni kipi ambacho umeshuhudia, unaweza kujivunia? Asante sana kwa swali lako mzuri sana. Marafiki zangu wanaotusikiza, wanaotuangalia katika runinga, tunafurahia sana wakati mtoto amekuja labda hatembei, amekuja labda haongei, amekuja labda hajui kuandika, amekuja labda hajui kusoma, lakini umechukua muda hata wa mwaka mmoja, miaka miwili, huyo mtoto amepewa services za therapy, amepewa services za masomo, amepewa pre-motor skills, ameanza kuandika, amefunzwa mafunzo, ameanza kusoma. Huwa nasikia nikiwa na raha sana, na hata wenzangu wanao tunafunza na wao. Tunafurahia kuona mtoto ameelewa jambo, ametoka kutoka ile giza alikuwa na ameingia kwa mwangaza. Basi mtazamaji wa runinga ya Captain, kumbuka hii leo tuko hapa katika kituo hiki cha Unique Brains Community Center katika maeneo haya ya Ongata Rongai, kaunti ya Kajiado, na hivi leo mada yetu ni mada muhimu sana, safari ya tumaini, kuwafundisha watoto walio na changamoto za kujifunza, ile tunaita learning difficulties. Mtoto ambaye hajaumbwa kama mtoto mwingine wa kawaida, ila katika kituo hiki wanawapa watoto hawa nafasi ya kuweza kujifunza kulingana na kadri Mwenyezi Mungu amewajalia akili ya kufahamu mambo tofauti tofauti. Tunaye Bi Monica Murimi ambaye ndiye director wa kituo hiki cha Unique Brains, na ameweza kutueleza mambo mengi. Kumbuka pia kama una swali, kama una comment, unaweza ukatupa comment yako kupitia nambari yetu ya rafa ambayo ni 21760, na pia kupitia mtandao wetu wa Facebook ambao tuko live ambao ni Captain Television Network, na kupitia kwenye mtandao wetu wa YouTube, ile channel yetu ya YouTube ni Captain TV. Kwa hivyo kama una swali, kama una comment kuhusu kituo hiki cha Unique Brains ama kuhusu watoto hawa ambao Mwenyezi Mungu amewajalia akili tofauti na wale wengine, basi unaweza ukatupa kupitia kwa comment section ama kupitia SMS. Kumbuka kutuma arafa ama kutuma SMS ni free of charge, ulipishi chochote. Mimi nafahamika kama Debra Mwanya, mgeni wetu wa leo ni Bi Monica Murimi. Tukisonga mbele mwalimu, labda unaweza ukatueleza mnaandaa vipi mafunzo ambayo mnayowafunza watoto hawa? Kama ni mtoto wa sign language, mnajiandaa vipi? Kama ni mtoto wa kusoma na braille, mnajiandaa vipi ili muhakikishe kwamba mtoto huyu ameweza kusoma kulingana na umri wake? Asante sana. Kama nilivyosema hapo awali, tunao walimu tofauti tofauti katika hiki kituo, na hao ni walimu ambao wamefunzwa masomo yao ya watoto special. Wengi wao wametoka katika kituo cha Kise. Najua kila mmoja anafahamu kituo cha Kise. Ni kituo ambacho kinatoa walimu walio wazuri sana, ambao wanao maarifa mazuri ya watoto special. Katikati mwetu tunao walimu wanao masomo ya sign language, wanao masomo ya braille, wanao masomo hii ya kawaida yenye iko katika curriculum ya Kenya. So katika kituo chetu hatuna utofauti wowote ule, bali tunavyo vifaa muhimu vya kuweza kuwaongoza watoto katika masomo yao. So tunapojiandaa katika mwanzo wa kila mwaka kuwafunza, tunajipanga vizuri. Hawa wenye wako katika kiwango cha kutosikia, kiwango cha kutoona, kiwango cha kutoandika, tunatumia vifaa vinavyofaa katika masomo yao. Changamoto zipo nyingi ambazo mnapitia wakati mnapowafunza watoto hawa. Labda
Kwa mtazamo wako binafsi, je, serikali inafanya mengi ili kuhakikisha kwamba watoto kama hawa wameweza kupokea mafunzo? Asante sana. Ni ukweli tunacho changamoto nyingi katika kituo hiki. Kuna wakati mwingine unapokuwa na upungufu wa walimu na unapokuwa na interview ya walimu, wanakuja walimu wazuri, wamesema wako na madegree, masters, lakini ukiwapa nafasi hawana ile patience ya kutulia ili wakaweze kupatia mtoto kitu kinachofaa. So ningewaomba ndugu zangu, dada zangu, tunaokaa katika hii profession ya education, ni vizuri kuwa na moyo ya kukaribisha kila mtoto, awe anaelewa, awe aelewi, mkubatie, be patient. Usiwe na kukimbia, ni kwa sababu kuna wengine ukikimbia hawataelewa chochote. Inapokuja katika jamii, ni vizuri jamii tusiwe na utofauti. Tukiangalia mtoto amekuja katika jamii, tunamuita kama baraka. Na ni vizuri tukaweze kuchukua huyu mtoto kama kiatu ya kuvaliwa na kila mtu katika jamii. Iwe ni ndugu zake, iwe ni dada zake, iwe ni mzazi wa baba, wa mama, ni vizuri tukavae kiatu pamoja. Na wakati tukio moja, mtoto anaona amependwa na kila mtu katika jamii na community at large, huyo mtoto anasikia vizuri na anapokelewa vizuri, anasikia yeye anafaa katika hiyo jamii. Ningewaomba siku ya leo kama jamii tukaweze kuwakumbatia na kujua ya kwamba hiki ni kiatu tumepewa na Mwenyezi Mungu, tunavaa tukivae kila mmoja wetu. Tukubatie huyo mtoto ili tukampeleke safari ya kukaa katika hii dunia. Na kwa sababu ya nchi yetu ya Kenya, asanteni sana, kwa sababu mambo mazuri yametokezea ya kukubatia hawa watoto. Tunaona katika shule nyingi kunao nafasi njema ya watoto special. Lakini ningewaomba hivi, mnapofanya statistics ya kuweza kujua mambo wazazi walio na watoto special wanapitia, ni vizuri tukaingia katika vindogoji vile vya ndani, tukajue mzazi ni nini angeongea kuhusu watoto special. Ni kwa sababu kuna wale wazazi hawana ufahamu wowote wa watoto waliozaa wakiwa na utofauti fulani. Hawa wazazi wanafaa kupewa masomo na pia wakaweze kusapotiwa. Wengine wanawafungia katika vitandani mwao ili wakaweze kwenda kutafuta riziki ya wao wengine. Tukawafikie kwa njia inayofaa. Ningeomba serikali ya Kenya ikaweze kuingia kwa undani katikati ya wazazi walio na hao watoto ili wakajue ni changamoto gani wanapitia. Na kandi na hayo yote, ni vizuri tukaweze kutembea katika shule kama hizi ili tukaongee na wanaofanya hiyo kazi, tujue ni changamoto gani wanapitia. Ni kwa sababu kama sasa niko na mwito na ninaweza koza njia ya kuinua, na waomba tukakumbatie kila mmoja wetu ili tukaweze kuinua mwito tulioitwa katika maisha yetu. Naam, asante. Labda tu kwa kifupi, wale walimu wengine ambao wanafunza watoto kama hawa katika kituo hiki na katika shule zingine tofauti, unaweza ukawaambia nini? Asante sana walimu wenzangu, najua kufunza si kitu rahisi. Wengine tunafunza kwa sababu ni career, wengine tunafunza ni kwa sababu ni mwito. Ningewaomba tukaweze kukubatia kila mtoto vyenye ameumbwa, awe mlemavu, awe si mlemavu, tuwafunze according to their pace. Yes. Labda umetueleza kwamba kuna mahali pengine ambapo unafunza. Sijui ni kituo kama hiki ama ni shule ya serikali ile? Asante sana. Niliongea hapo mbele nikasema ya kwamba nilipofunguka kuanzia kituo hiki sikuwa na mtu yeyote wa kunisupport ama mahala ningetoa fedha. Mwanzoni nilikuwa nafunza katika vinyumba, natembea kutoka nyumba moja naenda nyumba ingine, na nilipoanzia kituo hiki sikusimama. Ni kwa sababu gani? Hiyo fedha ninayopata katika nyumba tofauti ndio inanisaidia kusimamisha kituo hiki. Nafurahia kwa sababu ya nyumba zenye nimekuwa nikifunza karibu miaka 5 sasa.
watu wale wameweza kunisaidia ili nikaweze kusupport wengine wenye hawajiwezi. Shukrani sana kwa kunishikilia miaka yote nimesimama katika hiki kituo. Asanteni sana. Kabla tumalizie kipindi hiki, na wawili watatu hapa, mmoja anaitwa Regina Joseph anasema asante sana Debbie kwa kutuletea kipindi hiki cha jinsi ya kuwashughulikia watoto waliobarikiwa kwa utofauti. Mwingine anaitwa Ruth anasema anatazama kipindi akiwa maeneo ya Kawagware, na anasema pia yeye anapenda kipindi sana. Anasema Mwalimu Monica ubarikiwe sana kwa kuwajali watoto hawa. Elizabeth Wangari anasema anapenda kipindi sana nikiwa maeneo ya Thika. Mwenyezi Mungu na azidi kuwabariki wote wanaowajali watoto walio na neema tofauti. Huyu anasema anaitwa Valentine Viki, anasema akiwa maeneo ya Ruiru, yupo ndani ya kipindi cha mwanamke. Joel Mwanzi anasema natazama kipindi nikiwa maeneo ya Mlolongo. Nimependa sana jinsi ambavyo Mwalimu Monica amejitolea ili kuhakikisha kwamba ameweza kuwabariki watoto walio na baraka tofauti tofauti. Basi mtazamaji wa Runinga ya Caption, kumbuka kwamba kipindi ni Mwanamke Taifa Hai, na tuko naye Mwalimu Bi Monica Murimi ambaye ni director wa kituo hiki cha Unique Brains, ambaye ameweza kutufahamisha mengi kuhusu watoto hawa waliojaliwa baraka tofauti tofauti. Na labda mwalimu, sijui una maono gani kwa miaka 2, 3, 4 injayo kuhusu kituo hiki? Asante sana. Miaka injayo inapokaribia, maono yangu ni Mungu anijalie niweze kupata shamba kubwa ya kujenga kituo kikubwa. Ni kwa sababu watoto wengi hapo ninao wasomesha, nilianza nao wakiwa wadogo kama miezi 3 hivi, miezi 6. Na hao watoto wanaendelea kukua. Na wanapoendelea kukua, itafika wakati kazi ya masomo ama academic work iwe wamepita. So maono yangu ni kuwa na a vocational center. Na vocational center cannot be, haiwezi kuwa katika nyumba za kurentisha. Inahitaji shamba kubwa ili nikaweze kuwa na therapy center kubwa, vocational center, na mahali pa boarding watoto ninaweza kuwa na waona kila siku nikiwafunza, wanaenda kwa class na hata wanarudi, ninawasaidia katika ADLs. ADLs ni activities of daily living, mambo yenye kama ni ya kuoga, ya kupika, ya kujivarisha, maneno kama haya. Wakati ambapo umekuwa ukifanya kazi hii ya kuwafunza na kutangamana na watoto ambao wamejaliwa neema tofauti tofauti, ni kipi ambacho umeweza kujifunza? 1, kama mama, kama mwanamke, na 3, kama mwalimu. Asante sana. Kama mwalimu nimejifunza ya kwamba kila mtoto ameumbwa kutenda jambo la muhimu katika hii dunia. Nimeweza kujua ya kwamba hakuna mtoto hawezi soma. Kila mtoto ako na uwezo wa kusoma. Na ni vizuri kuzingatia kila mtoto asome kulingana na venye ameumbwa. Kama mzazi nimekuja kujua ya kwamba mtoto ni mtoto. Hakuna mtoto wa maana kuliko mtoto ule mwingine. Mtoto ni mtoto. Ni kusema aje? Ni kusema ya kwamba utakapochukulia mtoto katika hali aliyo nayo, hakuna utofauti utaonekana. Na kama mama nimekuja kusoma mambo mengi sana hao watoto. Kuna watoto wamekuja katika njia yangu wenye mzazi akikuletea alikuwa naona huyu ni kitu bure, huyu hawezi jua chochote. Lakini kama mama ninapowakubatia na kuketi na wao na kuwaachilia wafanye kitu peke yao, kuna tipuka wasichana wazuri, vijana wazuri walio wa muhimu katika maisha yangu. Basi
kuna mtu tu anakutazama ama anatutazama kupitia runinga ya Captain, kupitia mtandao wa Facebook, kupitia mtandao wa YouTube. Anasema kwa hakika kazi ambayo Monica anafanya ni kazi njema. Labda mtu kama yule anaweza akakufikia vipi? Ninayo namba yangu ya simu ambayo unaweza peana, na pia ukienda kwa internet, ukigugu Unique Brains Community Center utatupata mahali pale. Na pia namba yangu ya simu ni 0720 837042. Naweza ukarudia? 0720 837042. Asante. Maneno yako ya mwisho tunapomaliza kipindi kwa mtazamaji, kwa mzazi ambaye labda sana kwa mzazi ambaye labda ana mtoto ambaye amejaliwa tofauti na labda amemficha kwa nyumba kwa sababu moja au nyingine, labda hataki watu wajue kwamba ana mtoto ambaye ana ulemavu fulani. Mzazi kama yule tunapomalizia, unaweza ukamwambia vipi? Asante sana. Kabla sijaongelesha huyo mzazi, ningefurahia sana kumshukuru bwanangu Mr. Muremi. Mwenye tangu tuanzie hii shule amekuwa akitupatia unga ya kupikia. Kuanzia mwaka wa kwanza hadi wa leo. Mungu akaweze kumbariki mahala alipo. Na wale wote washawainishika mkono, Auntie Lilian, shukrani sana. Na nimwambie mzazi mwenye ako na mtoto special. Siku ya leo kuna mahali pazuri. Ukiwa na jambo lolote ungetaka kuuliza, kuja Unique Brain School. Hapa hatuna kufungia mtu yeyote. Kuja tukaweze kushare na tukajue ni jinsi gani taweza kusaidia mtoto wako. Karibu sana. Asante sana. Basi mtazamaji wa runinga ya Captain, tumeweza kufikia tamati mwa kipindi chetu siku ya leo. Siku ya leo tumekuwa tukiangazia safari ya tumaini. Ukijua kwamba kama Mkristo Mkatoliki labda unajua kwamba tuko katika mwaka wa matumaini, jubilei ya matumaini, basi leo tunaangazia hilo safari ya tumaini, kuwafundisha watoto walio na changamoto za kujifunza ama ile tunaita learning difficulties. Kwa sababu moja ama nyingine, watoto hawa hawajajaliwa kujifunza kwa kasi kama watoto wengine, ila Bi Monica yuko hapa anahakikisha kwamba watoto hawa wameweza kuwapa tumaini ili pia wao waweze kufunguka na kwa maisha yao ya baadaye, ili wakaweze kuwa wanaweza kujitumikia. Basi tumeshuhudia kwamba kila mtoto ana uwezo wa kipekee na anahitaji tu upendo ili akaweze kung'aa na kwa namna yake ya kipekee. Tunamshukuru Bi Monica Muthoni na timu yote ya Unique Brains Community Center kwa moyo huu wa kuwahudumia watoto kama hawa, na tunaomba Mwenyezi Mungu ile akazidi kuwabariki na mzidi kuendelea na wito huu wenu. Na basi kwa wazazi, walimu na kwa jamii kwa jumla, tunaomba ili tukaweze kuwapokea watoto hawa kwa moyo wa upendo na tukaweze kuwapa nafasi ili wakaweze kujifunza mengi. Tusiwafiche kule nyumbani, tusiwaweke, tusiseme huyu ni laana ama huyu amerogwa na yule ama fulani ndiye alifanya mtoto wangu akawa hivi na vile. Tuwakumbatie kwa upendo, tuwapende, kwa sababu tukifikia kuwapenda hawa watoto basi tutakuwa tunawapa nafasi ya kuweza kufunguka na kuendeleza maisha yao na mbele. Kumbuka hiki ni kipindi cha Mwanamke Taifa Hai, na tunasema tukiwapenda watoto, tukiwalea watoto vizuri, basi pia taifa letu litakuwa imara, kwa sababu tutawapa uwezo wa kutengeneza maisha yao ya baadaye. Basi sina la ziada ila kusema ni asante sana kwa kujiunga nasi katika runinga ya Captain, na hadi wakati mwingine Mwenyezi Mungu na azidi kukubariki. Mimi nafahamika kama Debra Mwania. Tumekuletea kipindi hiki moja kwa moja kutoka Unique Brains Community Center, maeneo ya Ongata Rongai, kaunti ya Kajiado. Mwenyezi Mungu na azidi kukubariki. Mwanamke ni nguzo kuu katika familia. Mwanamke ni chanzo cha mabadiliko ulimwenguni. Hata ukija kanisani utapata ya kuwa wanawake ndo vigo. Bila
Bila shaka nafasi ya mwanamke katika jamii ni muhimu sana. Palipo na mwanamke hapa haribiki neno. Kwa sababu hii, runinga ya Capuchin inakuandalia na kukuletea show kubwa lenye mada Mwanamke Taifa Hai. Kila siku ya Jumanne saa 5 hadi saa 6 mchana. Ungana nami Debra Mwania ili tudhibitishe ya kuwa uwepo wa mwanamke ni uhai wa taifa. Usikose mdahalo huu wa Mwanamke Taifa Hai.